Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuimarisha miundombinu ya sekta ya elimu kwani ndiyo kipaumbele cha kwanza cha serikali inayoongoza. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo mara baada ya ufunguzi wa skuli 3 za msingi za ghorofa za Chumbuni, Kidichi na skuli ya msingi ya Abeid Amani Karume iliyopo Mwera. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amefahamisha kuwa serikali inajikita kuimarisha sekta ya elimu kuanzia ngazi ya msingi, sekondari na vyuo vikuu, kwani ni nyenzo muhimu ya kufanikisha maendeleo katika sekta zote. Halikadhalika, Rais Dr. Mwinyi ameeleza kuwa serikali itaendelea na ujenzi wa skuli za ghorofa katika maeneo mbalimbali pamoja na kuongeza idadi ya walimu sambamba na kuimarisha masuala yao ili watekeleze majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Changamoto tulizokuwa nazo katika sekta ya elimu hapa Zanzibar kubwa zilikuwa 3. Ya kwanza ilikuwa ni ukosefu wa miundombinu, ambapo kila darasa lilikuwa lina watoto wengi mno, kama takwimu mlivyozisikia, watoto 100 au zaidi wanasomaji. Lakini vile vile kilikuwa kuna swala la kusoma zaidi ya shifti moja, mikondo ile nayo ilikuwa inasumbua sana na bado inasumbua. Kwa hiyo tukaona kuna umuhimu wa kujikita katika kuboresha miundombinu, na ndio hii tunayoiona. Skuli za ghorofa ambazo zina madarasa ya kutosha, watoto watasoma si zaidi ya 45, lakini ndani yake kuna vifaa vya kisasa. Kwa hiyo miundombinu ilikuwa ni changamoto kubwa sana, na kama mlivyomsikia waziri wa elimu, tumeanza na maghorofa haya na mengine 28 yanakuja na sio mwisho, tutaendelea. Nitaka kujua mafanikio tuliyoyapata, tizama matokeo. Matokeo yameshaanza kujionyesha. Tunafanya vizuri mno. Mkuu wa mkoa amesema hapa, waziri amesema hapa kwamba ufaulu katika nchi yetu umeanza kupanda mno. Tulikuwa kipindi fulani skuli za Zanzibar katika ule mtihani wa kitaifa wa form 4 nyingi ndio zile 10 za mwisho. Tunaanza kutoka huko. Mkoa wa Kusini walikuwa chini sana katika elimu, wao wanaanza sasa kupanda juu na wataongoza hivi karibuni. Kwa hivyo ndugu zangu, nasema matokeo yanaonekana. Mimi wala sitokaa hapa nitoke povu kwa kumjibu mtu, wale sitowajibu hata neno moja. Kazi yangu mimi itakuwa ni kushika mkasi wangu tu, kutembea na kata tu. Hayo ni majibu tosha kabisa, sihitaji maneno.